ligi tako na TFF ama kipi ni kipi, lakini tuachane na hayo, watajijibu huko wenyewe. Twende tukamtazame muamuzi ama seti hiyo ya waamuzi, hasa muamuzi wakati ana sifa gani, ni refali wa level gani, na tutaenda kushuhudia kitu gani Juni 25 kutokana na ujio wake hapa nchini Tanzania. Kwanza ni muamuzi wa daraja la juu Afrika na inawezekana pia kwa dunia. Ni miongoni mwa waamuzi ambao hivi sasa wanafanya vizuri sana. Bwana Amin Mohamed Amin Omar ambaye ana umri wa miaka 39 na professional wake huyu ni mwanasheria. Okay. Mwanasheria. Nimefurahi kuona mwanasheria. Hivi bongo tuna maamuzi mwanasheria. Hapa tunao manini? Mapolisi. Mafande. Okay. Sawa. Walimu pia tunao. Sawa. Mwaka 2013 kwa mara ya kwanza ndo alianza kucheza michezo ligi kuu ya nchini Egypt, ambapo ilikuwa ni Februari 3 mwaka 2013. Baadaye mwaka 2017 alifanikiwa kupata leseni ya FIFA kwa akawa miongoni mwa refari wa FIFA kutoka barani Afrika. Mwaka 2019 aliteuliwa na FIFA kucheza michuano ya kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17 iliyofanyika kule nchini Brazil. Kwa kuanzia hapo akawa ni maamuzi ambaye anapewa michezo mikubwa mingi ikiwemo Januari 13 mwaka 2024 alipewa mechi ya ufunguzi ya michuano ya AFCON edition ya 34 iliyofanyika kule nchini Ivory Coast baina ya Ivory Coast dhidi ya Guinea Bissau, mechi ambayo Ivory Coast ilishinda mabao 2-0. Lakini AFCON hiyo pia alipewa mechi ya nusu finali ya AFCON baina ya Nigeria zidi Afrika Kusini, mechi ambayo kwa dakika 120 ilimalizika kwa sare ya bao 1-1, lakini kuna mikojo ya penalty Nigeria akafanikiwa kushinda kwa mabao kwa penalty 4-2. Lakini pia mwaka huu 2024 alichaguliwa pia na FIFA kuchezesha mechi ya kufuzu michuano ya kombe la dunia 2026 baina ya Ghana zidi ya Mali, mechi ambayo Ghana ilishinda mabao 2-0. Ni maamuzi ambaye kwenye finali amefanikiwa kuchezesha finali 2 kubwa tangu ameanza kuchezesha. Finali hizo zote zinahusu timu za nyumbani kwao Egypt. Hapo mwaka 2022 alichezesha finali ya Egyptian Cup baina ya Pyramids dhidi ya Al Ahly, mechi ambayo ilimalizika kwa Ahly kushinda mabao 2-1. Lakini pia finali yake nyingine ambayo alichezesha ilikuwa ni Oktoba 24 mwaka 2024. Hii ilikuwa ni finali ya Egyptian Super Cup. Hii ni sasa na Ngao Jamii kwa hapa kwetu nyumbani, ambapo Ahly alicheza dhidi ya Zamalek na mechi hiyo pia Ahly alishinda kwa mikojo ya penalty baada ya dakika 120 kumalizika kwa suruhu. Lakini kama itoshi, ni maamuzi ambaye ni familia kwetu Tanzania kwa sababu hapa kwetu alishawahi kuchezesha mechi za kutuhusu ambazo zinatuhusu moja kwa moja. Ikiwemo mechi ya hatua makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022-23 baina ya Simba Sports Club dhidi ya Horoya, mechi ambayo Horoya alikuwa nyumbani na aliibuka na ushindi wa bao 1-0. Kama mnaikumbuka ile mechi ambayo imeisha, kina Boko walibeba sana alama kwa kosa magoli. Timu ya Robertinho Mr Objective, mwamuzi wa mchezo huu alikuwa ni Amin Mohamed Omar. Lakini pia mchezo mwingine ambao aliuchezesha ni mchezo wa Young Africans wananchi dhidi ya Mamelodi Sundowns Masandawana Cabo Yellow Shushaini Piano Masandawana, mechi ambayo ilikuwa ni robo finali ya kwanza kwenye historia ya Young Africans iliyopewa na dimba la Benjamin Mkapa, mechi ambayo imechezwa kwa suru. Pia mwamuzi huyu Amin Mohamed Amin Omar alichezesha. Mchezo mwingine ambao unatuhusu moja kwa moja ni mchezo wa Tanzania Taifa Stars dhidi ya DR Congo, na hii pia ilikuwa ni AFCON 2023 ambao pia ulimalizika kwa suruhu. Kwa upande wa takwimu kiujumla amefanikiwa kuchezesha michezo 239. Akitoa kadi za njano 823. Hapo umetabasamu. Yani ametoa kadi mara 4 ya mechi zilizochezesha. Naam. Wastani wa kutoa kadi 4 kwa kila mechi, kwa kila mchezo. Kadi za njano 2 ambazo zinazaa kadi nyekundu ametoa mara 27. Kadi nyekundu straight red card ametoa mara 20. Penalty 85. Kwa unachozungumza, tutarajia kuona chochote pale katika uwanja Benjamin Mkapa Juni 25. Yani tutarajie zile za Kibu Wakayoko anapeta, yeye atakuwa anaweka. Ile lafu ya Abraza Kiamza kwa Prince Dube ambao Kayoko aitoa kadi ya njano, yeye anatoa straight red card kwa sababu inastahili.
Okay. Kwa tutarajie hilo jambo. Lakini kwa kalenda ya msimu huu 2024 2025 wamefanikiwa kucheza michezo 22. Katika michezo 22 hapo kuna michezo 9 ya ligi kuu ya Egypt kwa ule mzunguko wa kwanza, lakini pia kuna michezo 3 ya ligi kuu ya Egypt kwa upande wa playoff hii ya kuamua ubingwa, na michezo 2 ya ligi kuu ya Egypt kwa upande wa playoff kwa lile kundi la kushuka daraja, lakini pia kuna michezo 3 ya kombe la shirikisho ukiwemo mchezo wa robo finali baina ya SCCS Constantine dhidi ya AS Raja ambao Constantine walishinda kwa mikwaju ya penalty, lakini pia michezo 2 ya CAF Champions League, michezo 2 ya kufuzu AFCON 2025 pamoja na mchezo mmoja wa Egyptian Super Cup. Jumla inakuwa michezo 22 kwa kalenda ya mwaka huu wa 2023 2024 25. Lakini katika michezo 22 ya msimu huu ametoa kadi za njano 86. Okay. Kwa hapo pia tunarudi pale pale, ana wastani wa kutoa kadi 4 kwa kila mchezo. Lakini pia kadi nyekundu 1 na penalti 7. Ukifuatia takwimu utagundua kitu kimoja. Ni mwamuzi ambaye kwenye matukio ambao yanapelekea moja kwa moja kuamua mchezo, kadi nyekundu pamoja na penalty, amekuwa hapepesi macho hata kidogo. Kadi nyekundu pamoja na penalty amekuwa hapepesi macho hata kidogo. Ile kubalance mchezo, hiyo sheria namba 18 ambayo haijaandikwa kwake yeye haipo. Kama ni penalty na stahili inawekwa. Kama ni kadi nyekundu anatoa. Huyu ni mwamuzi Amin Mohamed Amin Omar kutoka nchini Egypt, umri wa miaka 39, mzaliwa wa tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 1985, tayari kwa ajili ya Kariakoo Derby pale Benjamin Mkapa Jumatano ya tarehe 25 mwezi Juni 2025. Rekodi inaweza kuandikwa kwa mara ya kwanza. Na rekodi inakwenda kuandikwa kwa mara ya kwanza kwa maana waamuzi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania wakiweza seti nzima ya waamuzi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania wakiweza kuja kuchezesha mechi ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Na Hamisa, kabla tujaenda kuwasikiliza wadau wanazungumza nini, pengine kwa upande wako baada ya kupokea taarifa hii, nini kilikujia kichwani? Kuna shida. Kuna shida? Ndio. Okay, shida ambayo iko wapi? Ni maswali ambayo nafikiri kamati nzima ya waamuzi pamoja na waamuzi ambao tuko nao plus wasaidizi wote, zungumza waamuzi wote, kuna maswali ambayo wanapaswa kujiuliza. Sababu mpaka imefikia leo hii tunakwenda kuchukua waamuzi nje. Tena bad enough ni seti nzima. It means kwamba kuna eneo fulani ambalo wao wanalega ambalo linafanya sasa mamlaka za soka zinashindwa kuwa na imani nao ya moja kwa moja. Sababu mimi nimejaribu kuuliza kwa watu juu ya sababu kwa sasa hivi mwamuzi pekee tulionaye kwenye ligi yetu ambaye unaweza kumwamini ukampa mchezo wote mkubwa akachezesha wa dabi, iwe Kariakoo Derby, iwe Mzizima Derby au Dar es Salaam Derby, ni pekee Ahmed Rajiga. Nimejaribu kuuliza ni kwamba Ahmed kuna dharura ambayo ameipata, kwa hiyo asingeweza kuchezesha, nipo masomoni. Okay. Yeah, kwa hiyo asingeweza kuchezesha huo mchezo. Kwa hiyo na maana kwamba kama unamkosa Ahmed Rajiga, ni mwamuzi gani ambaye unaweza kwenda kumpa huo mchezo akauchezesha? Mwamuzi pekee ambaye jina lake linaweza likafuatia hapo chini ni mtu kama Heri Sasi. Heri Sasi sasa hivi yupo kifungoni na ni juzi tu ametoka kufungiwa kutokana na makosa au kushindwa kusimamia kanuni za mpira wa miguu. Unapomzungumza mtu mwingine ambaye anaweza labda akachukua hiyo nafasi ni mtu kama Ramadhani Kayoko. Ramadhani Kayoko hapa katikati alipotea baada ya kufanya turn of blunders kwenye mchezo wa Kariakoo Derby baina ya Simba dhidi ya Yanga. Kwa hiyo kutokea hapo ni mwamuzi gani mwingine ambaye unaweza ukawa na confidence ya kuweza kumpa mchezo aweze kuchezesha mchezo mkubwa kama una si tu mchezo mkubwa, ni mchezo wa maamuzi, mchezo ambao mwamuzi kosa lolote atakalolifanya linapelekea kumnyima mtu haki yake ya msingi kutokana na ubora na maandalizi ambayo tayari amekwisha weza kuyafanya. Kwa hiyo kwangu binafsi mwanzo nilikuwa na doubts kidogo, kwa sababu nilikuwa najiuliza kwani what's wrong with Rajiga, lakini baada ya kupata taarifa ya kwamba hatokuwepo naungana moja kwa moja na TFF pamoja na bodi ya ligi kwenye masuala ya kwenda kuchukua waamuzi nje, kwa sababu naamini wangeingia tena kwenye dosari nyingine kama ingetokea achezeshe mwamuzi au ndani alafu baadaye kuja kuwa kuna mistakes ambazo amezifanya alafu zikapelekea sasa moja ya hizi timu zikashindwa kunufaika au zikashindwa matokeo yakashindwa kwa upande wao kutokana na makosa ambayo waamuzi wanaweza kuyafanya. Kwa hiyo kingine ni kwamba inawezekana kwenye
kwenye kanuni zetu hakuna hicho kipengele, sababu nimejaribu kupitia kanuni nyingi, vipengele vyote vinazungumzia juu ya waamuzi wa ndani na waamuzi wakuu na waamuzi wasaidizi. Kwa hiyo kwa ninachofahamu mara nyingi unapotokea kuna kanuni fulani ambazo huwa zinaendesha taasisi fulani, alafu baadaye likatokea jambo ambalo linashindwa kuamuliwa na kanuni ambazo zipo, yani kwamba kuna tatizo ambalo limetokea au kuna jambo linahitajika kufanyika, lakini sasa kwa vipengele au kwa kanuni zenu ambazo mko nazo hamwezi kuliamua, basi mtakubaliana kwamba okay, sasa hivi tutafanya 1 2 3, then baadaye tutakuja kubadilisha. Naamini hata kipindi ambacho Egypt walianza kuingiza waamuzi kutoka nje, inawezekana mwanzo walifanya kama makubaliano, na ndivyo ambavyo ipo, kwa sababu hivyo hicho kipengele kwenye kanuni zinazoendesha ligi yao hazipo, lakini makubaliano tu ambao waliyafanya wao Ahli, Zamalek pamoja na Pyramids kwamba kwenye mechi zao watakuwa wanaleta waamuzi kutoka nje. Kwa hiyo kwa sababu mpaka sasa hivi inawezekana ikawa kwa sababu kwa kanuni za ligi kuu mapingamizi inabidi ulifanye kabla ya masaa 72. Kwa hiyo inawezekana ikawa hiyo labda ni sababu sasa hivi masaa 72 yameshapita, ama ikawa tayari ni makubaliano ambayo hawa wote wameyafikia, kwa sababu kama wote tutakuwa na kumbukumbu hapa. Ali Kamwe alishawahi kukutana na rungu la kamati kutokana na kauli ambazo walikuwa wanazizungumza juu ya makosa ambayo waamuzi wanayafanya. Kwa hiyo it means kwamba kwa sababu yeye alizungumza, ina maana kwamba ni taasisi nzima ya Young Africans kuna namna fulani ambavyo wanakosa imani na waamuzi wa ligi yetu. Same kwa Simba, baada ya mchezo ule wa Kariakoo Derby, maneno yalikuwa ni mengi kwa mashabiki na wadau wengine wa soka ambao wanahusiana na taasisi ya Simba, ya kwamba muamuzi huenda labda angekuwa fair, Simba ingeweza kupata matokeo tofauti na yale ambao waliyapata. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba hawa wawili ambao wanakwenda kukutana wote kuna namna fulani ambavyo hawana imani na hili kundi la waamuzi ambao tuko nalo. Kwa hiyo hata mimi naamini uwepo wa waamuzi kutoka nje wao inawezekana wao pia ukawa umewapendeza, isipokuwa tu tukubaliane jambo moja Lambalo. Hili jambo ni kwamba huyu mwamuzi kwa baadhi ya michezo ambayo nimemuona ni mwamuzi na waamuzi wote ambao nawaona huwa mara nyingi wanateuliwa kuchezesha mechi za CAF wako very straight. Yani yeye kwenye kadi nyekundu anatoa kadi nyekundu, yeye kwenye penalti anatoa penalti, hataangalia sababu huyu mwamuzi, kumbuka, anapokuja hapa anakuwa ni neutral, yeye ana upande wote ambao anatokea. Yani huyu ana vinasaba huyu katoka zake Egypt huko, nyesi simemwalika mmemuomba aje kuchezesha mechi. Kwa hiyo huyu ana vinasaba, kwa hiyo yeye hatofahamu kwamba nikitoa kadi nyekundu hapa si natakiwa ni balance, kwa sababu hao ni mapacha, sijui hao ndio hizi ndio timu kubwa za kwenye ligi yetu. Yeye hatolijua hilo. Kwa hiyo tukubaliane, kila mtu ajiandae na maamuzi ambayo atatokea. Kama maamuzi atakuwa ni ya kuumiza, kila mtu ajiandae. Kama maamuzi atakuwa ni ya kufurahisha, kila mtu ajiandae. Lakini ninachoamini, huyu haji kubalance mchezo, anakuja kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Kwa hiyo lazima tujiandae. Hamisa amesema huyu hana vinasaba, anakuja kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Lazima klabu zijiandae. Na wakati huo mwanzoni kabisa anapoanza kuzungumza kuhusiana na hii hoja ya waamuzi, alizungumza kuhusiana na Ahmed Arajiga kuwa katika kipindi maalum cha masomo. Nakumbuka last week wakati tuko ofisini, Brain aliuliza ikitokea Ahmed Arajiga hata akaumwa, nani atakwenda kuchezesha Kariakoo Derby Juni 25? Watu wakauliza inakuwaje aumwe siku ya derby, asiumwe siku zote. Hatimaye imetokea. Na kwa mantiki hiyo na kile ambacho nilichokizungumza, kwa maana referee ambaye anaweza kuamudu hawa mapacha ni Ahmed Arajiga. Na Ahmed Arajiga katika hiko kiwango yuko peke yake. Hawa wengine ambao walizoea kuchezesha derby ama wenye uzoefu, hivi karibuni amekutana na visanga vingi vingine hadi vikaweka nje ya mchezo kwa muda mrefu. Tukubaliane, baada ya hiki ambacho kitatokea tarehe 25, waamuzi wa michezo hii mikubwa ambayo iko katika ile grade A ya CAF watoke siku zote nje ya mipaka ya Tanzania baada ya kuanza mwendo huu hapo Juni 25. Kwanza ni jambo ambalo linahitaji pesa kuwaleta. Inawezekana ukiwauliza wao wakahitaji gharama ambao wameweza kuwatumia. Na kama tunakumbuka hata issue ya Egypt, derby ya mwisho ambayo Ahly kutokea uwanjani, moja ya sababu ambayo FA ilihitaji ni kwa sababu taarifa za Ahly kwamba maamuzi zilichelewa. Kwa hiyo kwa ule muda uliosalia, issue za gharama na vitu vingine walifeli kuweza kumleta maamuzi wa nje. Kwa kuwaleta mabwana hapa ndani tena seti nzima kama hivi ni gharama cha kwanza. Kwa wakati tunakubaliana pia lazima ile jambo lizingatiwe, kwa sababu makubaliano ya kule Egypt ni kupitia bodi ya ligi ambayo inaunda na vilabu. Lakini cha pili, waamuzi ambao wamechezesha derby msimu huu ni watatu tofauti. Ni wawili force, misimu miwili. Ngao Jamii alikuwa risasi, lakini pia na Ramazani Kayoko ambaye alicheza mechi ya kwanza ya derby.
hawa wote kila mtu kwa nafasi yake alifanya blunders ambazo zilipelekea matokeo yasiwe inawezekana maamuzi yangekuwa sasa singekuwa vile ambavyo yalikuwa. Nikianza na Risasi, mechi ya Ngao ya Jamii ilimalizika kwa Yanga 21-0. Lakini mechi ambayo inawezekana Yanga angefunga zaidi ya bao hayo au Simba angepata bao na yeye pia, kwa sababu mabao mawili Yanga Afrika ikatali moja ambao alifunga na Pacome Mzuzu, of course ilikuwa ni clear offside, lakini bao la pili ambao alifunga Safana Ziki kipindi cha pili ambalo pia lilikataliwa, lile halikuwa na offside. Dakika za jioni pia kuna challenge ambayo alifanya Chandra Kiboko kwenda kwa Kevin Kijiri ambayo ilipaswa kuwa penalty halali, haikuweza kuweka. Huyo alikuwa ni Risasi. Tukaja kwenye dabi ya mzunguko wa kwanza ambayo ilikuwa ni ya Ramadhan Kayoko ambaye pia naye kipindi cha kwanza alilizua penalty 3 ambazo Kibenesi alifanyia foul, zote zilistahili kuwa penalty lakini hakuweza kuamua. Kipindi cha pili Ramadhan Kayoko huyo faulo ya Abdulrazak Kamza kwenda kwa Prince Dube ambao Abdulrazak Kamza alikuwa ni defender wa mwisho, aliweza kumvuta Dube na ilikuwa ni faulo ya wazi, na kwa lile eneo yeye ndio defender wa mwisho alidai nafasi ya wazi ya Prince Dube kuweza kufunga bao. Hamza stahili kupata kadi nyekundu, lakini Kayoko kufanya hivyo akampa kadi ya njano. Hawa wote ukiwazingatia huko nyuma kuna muda tulikuwa tunaamini wanaweza kufanya vizuri, lakini ghafla hapa katikati wakawa wame drop. Kwa hiyo kabla kuanza kukubaliana kwamba tukubaliane au waamuzi wanatoka nje, kuna haja pia kuangalia nini ambacho kimepelekea hawa watu wameshuka viwango ghafla. Huyu Kayoko na Sasi kuna muda tukirudi miaka kadhaa nyuma tulikuwa tuna watazamia kwamba inawezekana baadaye wakaja kuwa waamuzi bora. Tena walipata maarufu mkubwa kuliko tayari Mederajiga. Rajiga je kuwa maarufu kama Kayoko na Risasi kwa sababu tuliona viwango vyao. Lakini katikati kimetokea nini mpaka ikawa hivi? Hapo nyuma pia tushia kuona waamuzi wengine ambao hawakuwa maarufu sana lakini walipewa baadhi ya mechi wakafanya vizuri. Mfano kama Hans Mabena alichezesha mechi ya dabi ya mzunguko wa pili msimu wa 2019 ambao Simba 21-0. Kuanzia pale Hans Mabena hakuwa na kiwango kama kile. Kilitokea nini? Kwa pia kuna haja ya kamati wa waamuzi kwa kushirikiana na TFF kufanya research. Kwa nini hawa viwango vina drop ghafla? Shida iko wapi? Baada ya hapo sasa tukiona kwamba kweli hawa uwezo ni mdogo, kitu ambacho mimi sikiamini kama kweli wana uwezo mdogo, ndio tukubaliane kuja na waamuzi wa nje. Kwa sababu unavoleta waamuzi wa nje, picha ya kwanza ambayo mtu wa nje anaipata, waamuzi wako wa ndani wewe hawezi chochote. Manake hata tukiona mikeka ya kafu inatoka waamuzi wetu sisi hawapo, maana tukubaliane hiyo hali kwamba sisi shida. Unaposema waamuzi hawawezi chochote unakuwa unamaanisha nini? Kwa sababu Misri dabi ambao haikuamuliwa na waamuzi kutoka nje ni ila juzi mpaka Ahli akagoma, kwa maana Zamalek akapeleka timu uwanjani, na katika orodha wa waamuzi wa CAF huwa tunawaona waamuzi wao. Kesi ya Egypt na sisi tofauti. Kesi ya mpaka wanatafuta waamuzi wa nje ni issue ya wao kutokuaminia. Ni Ahli anaamini huyu mwamuzi atakuwa Zamalek, Zamalek anaamini huyu mwamuzi atakuwa Ahli. Kesi ni hiyo tu, hiyo kubwa zile timu. Lakini sio kwamba inatofautiana na hapa Bongo. Hapa Bongo sio wanafanya blunders tunaona. Lakini hizo blunders zinaonekana ndio watu wanaenda kufukua, kwa maana huyu mwaka 99 alikuwa na jezi ya njano, huyu alikuwa na jezi nyekundu. Of course inawezekana pia ikani hivyo. Watu wanaunganisha doti. Hata kama hajacheza mwamuzi hajachezesha mechi dhidi ya Yanga na Simba, yani asichezeshe Simba na timu fulani au na Yanga na timu fulani, alafu maamuzi yakawa upande mzuri kwa ile timu ama yakawa mabaya na yakionekana kwa maana yalikuwa ni mabaya kwa kuonewa, si tu kwa sababu mchezaji ama timu imefanya hivyo, wanaenda kuchimbua huko wanamuona huyu ana kadi alikuwa timu fulani. Hiyo pia inawezekana. Sio na sisi kama ni wale kama kile ambacho wanakifanya kule kwa Zamalek na Al Ahly. Tofauti sisi na wale ni kwamba kuna hiyo ya kuhisiana kwamba huyu atakuwa labda ni upande fulani na mtu kukosea tukaunganisha dot. Lakini utofauti wa wale, kuna misimu mitatu imepita hapo katikati waamuzi wa dabi walikuwa ni wa ndani. Kabla dabi ya mzunguko wa pili msimu uliopita ambao Zamalek kutokea uwanjani. Hapo katikati ukiangalia zile mechi kulikuwa hakuna makosa kama hayo. Lakini baadaye baada ya issue ya vipole ya msimu uliopita vinginevyo Zamalek kulalamika, ndo akabidi tena warudisha tena system kama ilivyokuwa zamani. Hawa waamuzi ukifuatilia kwenye michezo mingine huoni issue za makosa, lakini kwetu sio tu issue kwamba huyu ni shabiki wa timu fulani, pia tunaona nakosea. Kwa mfano mtu kama Risasi, mechi ya dabi ya Ngao ya Jamii kuna maamuzi ambayo aliyafanya ambayo hayakuwa fair kwa Simba. Mechi ambayo imemfanya afungiwe ni mechi ambayo maamuzi aliyafanya yalikuwa ni fair, yaliwapendelea Simba. Sasa huyo maamuzi kama alikuwa ni unamushi ni shabiki wa Simba, mbona ile mechi aliwaua hao wa Simba? Kwa hiyo kiasi kubwa sisi ukiacha hoja ya ushabiki,
kuna issue ya kuperform kwa kiwango kidogo tofauti na kule Egypt. Ndio maana nikasema tukiendelea kuwaleta hawa kuna uwezekano mkubwa tukana tuma picha au taarifa kwa nje kwamba sisi waamuzi wetu ni mabovu, kwa sababu sio tu issue ya shabiki, pia maamuzi mabovu yanaonekana, uzuri michezo inaonekana. Kwa kesi yetu na Egypt tofauti tunakuja hapo ni kwamba Egypt wao ni kama tu hawaaminiani wao wenyewe, hawataki wale wakubwa, kwa sababu ishi ilianzia kwa Zamalek na Ahly. Msimu huu Pyramids naye akaomba ni wembo, yani si yangu nicheza na hawa maamuzi atoke nje. Yani kama Azam anasema kwa kuwa msimu huu waamuzi atoka hivi na sisi mechi yetu na Simba una Yanga tunataka watoke nje. Lakini ukimuuliza labda Ahly aside mechi ambayo ya dabi kwa misimu mitatu ile ambayo waamuzi walikuwa na ndani, waamuzi walifanya vibaya, inawezekana hata mechi moja achukue mfano, lakini hataki tu kwa sababu ana imani na waamuzi wa ndani. Lakini hapa ndani leo ukiuliza Yanga kwamba maamuzi atoke nje atakwambia labda sasa itunyima magoli mechi Yanga wa Jamii, labda Kayoko akutoka nyekundu mechi ya ligi. Hivyo kwa upande wa Simba kuna wao wanasema issue yetu na Egypt kidogo ina tofauti kwenye eneo hilo. Sawa, ni kuhusiana na uamuzi kuelekea Kariakoo Derby ambao wameweza kufanya mambo ya changamke hapa mjini kutokana na kile ambacho kipo. Hamisa, binafsi naelewa kutokana na hali halisi ya huu mchezo. Ni mchezo mkubwa plus ni mchezo wa maamuzi. Mchezo finali ndani ya derby. Mwana anakuwa kiwanjani pale unacheza huko unamtazama. Ila sitamani yawe ndo maisha yetu kutokea hapa. Yani hiyo ndo ifikie sehemu sasa kila mchezo mkubwa wa dabi labda na Azam baadaye aje image okay na mimi nataka kwenye mchezo wangu wa dabi waje waamuzi kutoka nje, natengeneza taswira mbaya. Kwa sababu kwa wenzetu inawezekana wenzetu sasa hivi hawa kina Ahly wakawa wanafanya hivi, lakini bado waamuzi wao wanaaminika na CAF. Ndio maana unaona wanapata nafasi za kwenda kuchezesha michezo mikubwa ya CAF kwenye ngazi ya klabu na ngazi ya mataifa. Lakini sisi hata hatujafikia kwenye hilo eneo. Angalau sasa hivi ndo kidogo Arajiga anakuwa anapata call up. Kuna baadhi ya michezo anakuwa anachezesha, muda mwingine anakuwa kama mwamuzi msaidizi, muda mwingine anakuwa kama mwamuzi mkuu. Lakini baadhi ya michezo, na maana hili ndo daraja ambalo tulikuwa tunabidi tuanze kulitengeneza kufikia sehemu ambapo waamuzi wetu watakuwa wanapata hizo call up za kuitwa kwenye michezo mikubwa. Kama hao waamuzi watakuwa hawapati nafasi ya kuweza kuchezesha michezo mikubwa na yenye pressure, utaweza vipi kuwaaminisha CAF kwamba tuna waamuzi bora ambao mnaweza kuja kuchukua waamuzi wetu wakawasaidia kwenye michezo yenu ya kimataifa? Kwa hiyo inabidi sasa, kwa sasa hivi mimi ninachokiamini Wasara ni kitu kimoja kwenye maisha. Sitaki kuamini kwamba inawezekana tukawa tuna kundi la waamuzi ambalo sio wote ni elites. Inawezekana kuna wengine ambao wana shida ya kutafsiri sheria, lakini sio wote. Ninachokiamini tuna kundi la waamuzi ambalo wanaweza kuzitafsiri sheria na huo uwezo wanao, na wana uwezo pia wa kuhandle michezo mikubwa. Kwa sababu huyu Kayoko ambaye ametoka kufanya makosa juzi, iko michezo ya Kariakoo Derby ambayo ameshawahi kuichezesha na akachezesha very perfect. Same kwa Herisasi. Kwa hiyo kama huyu mtu wa Star alichezesha vizuri, kwa na maana ghafla tu Amini ya Ramadhani Kayoko hii miezi kadhaa amelala ameamka ajui tena kuchezesha. Knowledge yote imemtoka kichwani? Hapana. Na maana wanahitaji kukumbushwa. Mimi naamini binadamu tunafanya makosa, lakini kuna eneo ambalo kuna namna fulani ambapo ukimwamini tena mtu ana uwezo wa kurekebisha makosa yake. Huyu Ahmed Arajiga ambaye sasa hivi tunamtaja kama mwamuzi bora, huyu alishakula bani, lakini angalia baada ya pale namna gani ambavyo ameimarika, namna gani ambavyo ameimarisha kazi yake sasa hivi, the way ambavyo ana officiate michezo intelligently. Kwa hiyo mimi naamini sasa hivi ni eneo la kina hawa waamuzi wengine ambao tuko nao, wao kuangalia namna gani ambavyo wanajirekebisha ili kufikia. Sijui kuna wakati unaweza kuwa unaweza kuwa unaangalia kazi ambayo anaifanya mwingine, ukawa unatamani kwamba sababu hamna mtu ambaye anapenda kuzungumzwa vibaya Wastara. Sababu unapofikia unazungumzwa vibaya, kuna muda hata mitandaoni ujisikii kuingia. Unafikia sehemu ukiposti picha unazuia eneo la comment ili watu wasije kukosa, sababu unajua watakutukana. Kwa hiyo ukishafikia sasa hivi muangalie mtu kama Ahmed Arajiga, amefikia eneo ambalo ametengeneza imani kwa mashabiki. Kuna kundi kubwa sana la mashabiki ambao wanamuamini tofauti na wale wachache ambao hawamuamini. Ni kwa sababu gani? Kuna watu wanasema kwa maana hatuna imani nayo, wengine wakisema kwa maana hawana bahati naye anapochezesha Arajiga. Wengine wanasema Arajiga ndio anapatia sare katika mechi ile fulani. Hiyo ya bahati ndio kama mfano ambao msajili amekupa wa ligi ya Misri. Kama mtu anaona akichezesha mwamuzi wa ndani, huyu hapana, sitaweza kushinda mechi yangu. Lakini sitaki kuamini kwamba Ahmed Arajiga ana uwezo mkubwa sana kuliko uwezo ambao wako nao wao wengine, labda amewaacha mbingu na ardhi. Hapana, isipokuwa tu ni hao wengine. Kuna eneo ambalo nawaelewa. Yani sasa hivi ambacho Ahmed anakifanya ni kwamba ameelewa
namna ya kusimamia sheria 17 za mpira na si kufanya ile tunaita kubalance. Eneo ambalo anapaswa kufanya kitu fulani anafanya. Usijali kwamba watu watakufanya nini baadaye au watu watazungumza nini, lakini kuna eneo ambalo unajua ukifanya kitu kizuri mtu ataweza akapinga anapokuwa kwenye mic au mbele za watu, lakini baadaye akikanda ni kwake ajuza anasema yes kweli huyu kuna kitu kizuri ambacho alikifanya. Kwa bado naamini tusifikie yakawa ndo maisha yetu, tutatengeneza uhasimu. Mimi naamini Simba na Yanga ni watani wa jadi tu, sio wahasimu. Tusifikie eneo ambalo wamefikia Zamalek na Ahli, eneo ambalo inafikia sehemu hata mashabiki wenu hawezi kukaa jukwaa moja. Tusifikie hilo eneo. Waamuzi wetu ni eneo la wao kubadilika, bado wana nafasi, bado anaweza. Ni makosa tu ambao waliyafanya, kila binadamu anafanya mistake, ila sasa kurudia sasa hilo kosa ndio linakuwa ni kosa. Imani, Simba anashika nafasi ya pili, alama 78. Yanga anaongoza ligi, alama 79. Wanatofautiana alama moja tu katika ligi hiyo. Pengine tutarejea kitu gani, na hasa mwamuzi ni wa nje. Leo tunavyozungumza imesalia siku moja, siku ya pili tunakwenda katika mtanange wenyewe. Cha kwanza kwenye waamuzi hapo, si ndio? Kwenye dabi. Cha kwanza klabu zetu zenyewe ndo zimeonyesha kwamba zina imani na waamuzi. Bodi ya ligi kufanya vile, kuamini kwamba wanaotoka Egypt ndio watakuwa ni waamuzi sahihi. Wamefanya jambo ambalo ni kwa sababu ya vilabu ndio vimependa vile, kwa sababu vilabu vingi vimekuja vikilalamika kwenye michezo tofauti kwamba waamuzi wamekuwa wakifanya wakionyesha vitu ambavyo kidogo ambavyo kuna sheria ya mpira haviko sawa. So kuelekea kwenye dabi kwa waamuzi wanaokuja, bado nitaamini vile vile atakuja mwamuzi mwingine, lakini ukiwa na performance ambayo sio nzuri ndani ya uwanja kwa dakika 90 bado utapoteza. Anakuja mwamuzi ambaye ukitizama profile lake mpaka AFCON kapita, ni mmoja wa waamuzi ambao wanafanya vizuri kwa Afrika. Anakuja kuchezesha dabi ambayo kwa upande wa East Africa pia ni kubwa kwake. Sio ni pressure kwa upande wake maybe kwa sababu ya ugeni wa mazingira, lakini kutokana na CV yake tu kuchezesha game ambazo ni ngumu na ni kubwa kwa AFCON, kidogo anaweza kahandle pressure na kafanya vizuri hata kwa waamuzi wake. Kwa watu wake wa pembeni unamaanisha washika vibendera wale. So kwa kikosi cha Young Africans na Simba kilichobakia mpaka sasa hivi ni kwamba unaenda kuchezeshwa na mwamuzi ambaye anakuwa na maamuzi ambaye ya kikatili. Nimepangalia game zake, ni mtu ambaye kupeleka njano, red card imekuwa kitu cha kawaida. So ni game ambayo itakuwa ni ngumu sana. Young Africans ambao anataka sare, na kwa Simba ambaye anataka pointi zake hizo 3, ni game itakuwa ngumu. Lakini kwenye swala la waamuzi kwa bodi ya ligi uzuka mlaumu ni sahihi, na pia kwa waamuzi sasa kuna msimu unaofuata ndio ni sehemu sasa ya kufanya masaisho yao, yaani kwenye kila game inayokuja wakazie sheria. Siamini kama waamuzi wetu kuna sheria wazijui kuzitafsiri. Maybe inawezekana mazingira tofauti ambayo tuyajua, lakini na uhakika ni mtu ambaye wanapelekwa mpaka shule wanafundishwa sheria za mpira wanazijua, mpaka mtu anakabizwa filimbi katika game ya Young Africans na Simba, mtu ambaye ana muda mrefu kwenye ligi. Pia anashiriki mashindano tofauti barani Afrika. So tuna vilabu vikubwa. So waamuzi ambao wanapata nafasi hata kucheza game ya Young Africans na Simba kucheza na Dodoma au pamoja na JKT, tumeshawaamini tukapa nafasi hiyo. So kwa upande wangu kwa msimu unaofuata waamuzi ndio kuonesha sasa ukatili wao. Wewe kwamba ili mtuamini kwenye game kama hii mtupe nafasi. Sasa hivi tucheki na nyani. Yes. Kibongo bongo, nani rafiki wa Ahli kwa hizo timu mbili? Kibongo bongo? Simba na Yanga, nani rafiki wa Ahli? Rafiki? Simba ndo marafiki wao? Simba washakutana na Ahli mara nyingi sana. Kukutana na rafiki. Kwani kinachozungumzwa kuhusu urafiki wa Ibenge na Simba ni nini? Sikukutana kwenye mechi za kirafiki. Wanakaa pia baadaye wanazungumza, wanaongea, wanajenga. Kukutana wastara kuwa wanakutana mara kwa mara ndo kunatengeneza undugu. Na urafiki. Hamisa, umekutana na mimi, umenitoa katika kitu ambacho nakitaka, na kuna urafiki hapa. Kwani wastara mimi na wewe tusingekutana hapa East Africa tulikuwa marafiki? Simba inawezekana kama marafiki. Sasa bwana mwamuzi anabati sana Ahli. Anabati sana na Al-Ahli. Na finali mbili zote Ahli kashinda mbele yake. Okay. Kama kuna ndugu, kuna mtu ni rafiki yake. Na huyu mwamuzi alichezesha mechi ya Mamelodi na Yanga. Ya kwanza hapa nyumbani. Na huyu pia alicheza mechi ya mwisho kuchezesha kwa timu za Tanzania hivi karibuni, ni nusu finali ya Confederation Cup mwaka huu, Simba dhidi ya Stellenbosch dhidi ya Simba pale Afrika Kusini. Ila aliondoka kutokana na majeraha. Yaani yule refa ndo alifanywa sabu siku ile. Na kitu nitakwambia off mic. Refa alifanywa sabu. Maamuzi tunaye. Na tunatamba naye. Wewe sasa Farao mwenzangu yupo Tanzania. Namkaribisha.
Sawa, ni kuhusiana na kile ambacho kipo hivi sasa na kinaendelea hapo katika Kariakoo Derby, lakini habari ya uamuzi kutokea nje ya mipaka Tanzania. Tuna tukaungane hapa na mwenyekiti wa chama cha waamuzi nchini Tanzania kwa maana ya FRAT, Emmanuel Chande. Kwa upande wake atueleze wamepokea kwa namna gani hiki ambacho kilichopo hivi sasa, sababu huku nje mitandaoni kwenye vyombo vya habari